viwanja vimepimwa, watu wana hati, lakini wanatokea watu wababe kwa kushirikiana na viongozi wa halmashauri, wanaonyeshwa wanajenga kwenye viwanja vya watu maskini ambao vina hati tayari. Wakati milango ya msiba wa mwanasiasa mkongwe nchini Tanzania William Vangimembe Lukuvi ikiwa bado haijafungwa kufuatia kifo chake mapema Machi 25 mwaka huu wa 2026, ulimwengu wa mitandao umetikisika. Sauti ambayo imekuwa ikivuma na kupotea kwa takriban muongo mmoja sasa, sauti ya kigogo wa 2014 imeibuka tena kutoka gizani. Akiwa na mafaili ya siri na kalamu ya shombo, kigogo amevunja ukimya wa muda mrefu akichambua kile anachokiita sura halisi ya William Vangimembe Lukuvi. Je, ni kweli kwamba William Lukuvi alikuwa mwiba ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM na serikali? Na nini siri ya kile kigogo anachokiita majungu ya kistratejia? Karibuni sana kwenye uchambuzi huu wa kipekee. Serikali kupitia wizara yangu, serikali ya awamu ya 5 haitawafumbia macho watu wote wanaovamia viwanja vya watu wenye miliki halali na hasa wale maskini, kwa sababu wana pesa hawa. Habari ifuatayo inajumuisha nukuu kutoka kwa mwanaharakati huyo wa siri wa mtandaoni anayejulikana kama Kigogo wa 2014. Tafadhali zingatia kuwa maneno haya yamehaririwa kitaalamu, yamepunguzwa ukali wa maneno makali ya lugha na kufubazwa sehemu zenye ukakasi au lugha isiyofaa kwa hadhara ili kuwafikia wafuatiliaji wetu kwa namna ya kistaarabu na kimaadili. Tangu kuanza kwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan kumekuwa na mabadiliko makubwa katika sauti ya kigogo huyo. Mwanaharakati huyo aliyetikisa nchi kuanzia miaka ya 2014 kwa kufichua siri nzito na kuzungumza mambo makubwa yaliyohusu serikali ama yanayohusu serikali, kiongozi au viongozi fulani, hivi karibuni ameonekana kuwa shabiki mkubwa wa sera za sasa za Rais Samia Suluhu Hassan, jambo lililopelekea wengi kumuita shabiki wa mama. Kwa hiyo wizara ile, kama ulivyosema Mheshimiwa Rais, tukitaka kutajirika tunatajirika, kwa sababu matapeli na wenye pesa wengi wanafanya dhuluma sana kwa maskini kupitia ardhi zao, na kusaidia serikali ya awamu ya 5 na kusaidia maskini wa Tanzania katika kuhakikisha kwamba uonevu ndani ya ardhi unakoma na kila mtu anafuata sheria. Hata hivyo, kifo cha William Vangimembe Lukuvi kimeonekana kumchochea tena kigogo huyo wa 2014 kurudi kwenye asili yake na kuibua mambo, na safari hii akimwelekea mtu aliyewahi kuhudumu chini ya marais karibu wote wa Tanzania. Katika mfululizo wa jumbe kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X, zamani Twitter, kigogo huyo amemwelezea marehemu William Lukuvi kwa maneno makali. Amedai, na nukuu, William Lukuvi ni mmoja wa viongozi ambao hawakuhudumu kwa tija ndani ya mifumo ya uongozi. Huwa sina kawaida ya kumung'unya maneno kwa sababu tu mtu amefariki. Lukuvi alitumia muda mrefu kupika mambo dhidi ya wenzake ili tu aendelee kubaki ndani ya mfumo wa uongozi. Kigogo huyo amedai kuwa silaha kuu ya William Lukuvi haikuwa elimu yake, bali ilikuwa ni uwezo wake wa kutengeneza au kupika mambo ili kujijengea ukaribu na rais yeyote aliyekuwa madarakani, kuanzia kwa William Mkapa, Kikwete hadi enzi za hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Moja ya shutuma nzito zaidi zilizotolewa na kigogo huyo wa 2014 ni ile inayohusu kipindi cha mpito baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa nchi hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Kigogo amedai kuwa Lukuvi alikuwa miongoni mwa watu waliotaka kupindisha ili kuzuia rais aliyeko madarakani sasa asiingie madarakani, na badala yake akajaribu kumsukuma Profesa Palamagamba Kabudi achukue nafasi hiyo. Kigogo amehitimisha kuwa kifo cha Lukuvi ni mwisho wa mmoja wa miiba mikali zaidi iliyokuwa ndani ya siasa za Chama cha Mapinduzi CCM.
Haya ni maneno ambayo kigogo wa 2014 ameibuka ama amejitokeza na kuyazungumza muda mchache tu baada ya kifo cha mwanasiasa nguli kabisa nchini Tanzania na mkongwe William Vangimembe Lukuvi. Na sisi Habari Kiganjani tumefanya kurekebisha na kunukuu maneno haya ya kigogo huyo wa 2014, mwanaharakati wa mtandaoni kuanzia enzi za miaka ya 2014 hadi sasa. Kigogo amekumbusha tukio la tarehe 12 ya mwezi wa 4 mwaka 2014 mjini Dodoma, ambalo analitaja kama kielelezo cha sura ya kweli ya William Lukuvi. Katika hafla ya kikanisa, Lukuvi alitoa kauli zilizozua mjadala mzito kuhusu muungano kati ya Zanzibar na Tanganyika ambayo ni Tanzania na usalama wa nchi. Wakati huo William Lukuvi alionya kuwa ikiwa Zanzibar itajitenga inaweza kuwa serikali ya Kiislamu, jambo ambalo alidai kuwa lingeweza kuleta siasa kali na kuhatarisha usalama wa Tanzania bara. Kigogo ametumia tukio hilo kuthibitisha kuwa William Lukuvi alikuwa mtu wa kauli kali zilizolenga kupuza hofu kwa manufaa ya kisiasa. Kwa hiyo watu wenye pesa na matapeli wenye nguvu wanavinyang'anya hivi viwanja vya watu ambao wana hati miliki, na pengine watu hawa hicho ndio kiwanja chao kimoja, wanawanyang'anya, wanajenga. Kama una mlinzi wako pale wanamfukuza. Uchambuzi wa kigogo huyo wa 2014 haukuishia kwa William Lukuvi pekee. Ameibua uwepo wa kile ambacho amekiita kundi ndani ya serikali na chama, hakidai kuwa marehemu Lukuvi alikuwa akishirikiana kwa karibu na viongozi wengine kama Palamagamba Kabudi na Jenista. Kigogo amedai kuwa hawa walikuwa na jambo lao maalum la mawasiliano na walikuwa wakipanga mikakati mizito kuelekea mwaka 2030. Amedai kuwa William Lukuvi alitumia idara nyeti kuwadhulumu wapinzani wake wa kisiasa kwa kuwasingizia mambo mbalimbali kwa wakubwa wa nchi, ikiwemo madai ya watu kusoma dua ili kumuondoa kiongozi mkuu madarakani. Bado sisi Habari Kiganjani tunaendelea kunukuu maneno haya ambayo yamezungumzwa na kuandikwa ama kuchapishwa na kigogo wa 2014 kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, ambapo amezungumza muda mchache tu baada ya kifo cha William Vangimembe Lukuvi. Tunafahamu ya kwamba inapotokea labda kiongozi mkubwa amefariki dunia au ameondoka, maneno huwa yanakuwa mengi sana ambayo yanakuwa yanaibuka, especially ukizingatia ya kwamba mwanasiasa huyo akiwa ni mwanasiasa ambaye alikuwa ni nguli wa siasa, lakini pia ni mwanasiasa mkongwe. Basi ikitokea ameondoka mwanasiasa huyo, mambo yanayokuwa yakiibuka yanakuwa ni mambo mengi makubwa na mazito kweli kweli. Kila mmoja anapata nafasi ya kuzungumza la kwake analolijua kufuatia mwanasiasa huyo, na si wanasiasa tu pekee, bali hata kwa maisha ya kawaida. Mtu anapokuwa ameondoka ndipo kila mmoja anapata nafasi ya kuzungumza jambo la kwake. Wengine wanazungumza mazuri, lakini pia wengine wanazungumza mambo ambayo sio mazuri kumhusu mtu aliyeondoka duniani. Na ndipo sasa tunaona kigogo naye kwa kutumia nafasi hiyo ya kuzungumza ya kwake kumhusu William Lukuvi amejitokeza na kuzungumza mambo kadha wa kadha ambayo sisi tumeyarekebisha na tumeyaandaa na tunayasogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kigogo huyu wa 2014 amekizungumza. Maswali yamekuwa yakiibuka na mara nyingi huwa yakiibuka kufuatia mtu fulani anapokuwa akiondoka. Watu wanauliza, wengine wanaulizana, mijadala inakuwa inafanyika katika sehemu mbalimbali, na ndivyo maisha ya kibinadamu huwa yalivyo. Katika kuhitimisha simulizi ya kigogo wa 2014
14. Kigogo ametoa onyo kali kwa viongozi walioko katika ofisi ya waziri mkuu na serikalini kwa ujumla. Ametumia lugha ya kiimani akisema kuwa bila ulinzi wa kimungu wengi watazimika kuelekea mwaka 2030. Amewataka viongozi kuwa na hofu ya Mungu na kuachana na fitna kwani Lucifer yuko kazini na hana huruma. Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wetu, uchambuzi huu wa Kigogo unaacha maswali mengi kuliko majibu. Je, William Lukuvi alikuwa mwanasiasa shupavu aliyelinda muungano kwa gharama yoyote, au alikuwa injini ya majungu kama Kigogo anavyodai? Upande mmoja unamuona kama nguzo ya CCM. Upande mmoja unamuona William Lukuvi kama kiongozi hodari, mahiri, shujaa, shupavu na aliyejitahidi kulinda muungano kwa gharama yoyote ile. Lakini upande mwingine kupitia kwa Kigogo unamuona kama kikwazo cha demokrasia na haki. Kinachobaki wazi ni kwamba kifo cha William Vangimembe Lukuvi hakijazika mjadala wa kisiasa juu yake, bali kimefungua ukurasa mpya wa mafaili ya siri ambayo Kigogo anadai kuwa nayo. Dunia inatazama, je, nini kitafuata hapa katikati kuelekea mwaka 2030? Hii ndio imekuwa habari ya kiuchambuzi ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako ili kusudi mpenzi wa mtazamaji na mfuatiliaji wetu upate kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kufuatia kifo cha William Vangimembe Lukuvi, lakini pia maneno ambayo amejitokeza na kuyazungumza Kigogo wa 2014. Kufuatia habari hii ya kiuchambuzi, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Share mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment.